Boni Online TV. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba leo ameagiza jeshi la polisi mkoa wa Dar es Salaam na mkuu wa mkoa kumtafuta mama mmoja mwananchi aliyekuwa akidhulumiwa eneo lake na kumpa ulinzi. Ameamuru kuwa kama kuna majengo yoyote yamejengwa kwa uonevu katika eneo la mwananchi huyo yabomolewe ndani ya siku 7 kuanzia sasa. Ameyazungumza hayo leo Januari 8, 2026 katika kongamano la mwaka la wamachinga madereva wa pikipiki na bajaji lililofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere. Dr. Mwigulu amekemea tabia baadhi ya watendaji kupuuza shida za wananchi zinazofikishwa katika ofisi zao. Aidha, waziri mkuu ametoa onyo kali kwa watendaji wa serikali katika ngazi za mikoa na wilaya, akisema kuwa kiongozi yeyote atakayeshindwa kutatua kero za wananchi na kuruhusu uonevu ahesabu kuwa amejifuta kazi mwenyewe. Sambamba na hayo, pia amewataka wananchi kutoogopa kusema dukuduku zao na kuahidi kuwa serikali itafanya kazi ya kuwawezesha kiuchumi kupitia mazingira bora ya biashara, huku akiwaonya watendaji kuwa muda wa kutoa maelekezo unaisha na sasa ni wakati wa kuwajibisha wale wanaoungana na wanyang'anyi kwa kupuuza kero zao. Haya ni ambayo ameyazungumza wakati wa kongamano hilo. Mtu anayeshindwa kuhudumia wananchi atakuwa amejifuta mwenyewe ofisini, atakuwa amejifuta mwenyewe kazini. Ndio. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, waelekeze mikoa, waelekeze wilaya, na wao waelekeze walioko huko kwenye hizo ngazi zingine. Haiwezekani mtu akaonewa akaugulia na kuugulia kama serikali haipo. Haiwezekani mtu akishakuwa na fedha kwamba yeye ndo serikali, kwamba anaweza akaonea mtu yeyote mwingine hiyo. Hii dharau ya hali ya mtu inaonekana. Kuna watu wako dunia nyingine hawajui mtu anapambanaje kuipata 20,000. Mheshimiwa Waziri, lilitoka tangazo la ghafla kwamba tunatakiwa kufanya mtihani wa kujiunga na chuo kikuu. Kijiji kizima kuanzia nyumbani kwa ndugu na kijiji kizima nilikosa 20,000, ilikuwa nikose kwenda chuo kikuu. Nikaenda kupewa na binamu yangu yuko mkoani Singida kule. Alafu watu wana kwa sababu yeye ana chenchi na analipwa kila mwisho wa mwezi, hata kama hajafanya kazi, anadhani kutafuta fedha na anadhani jambo rahisi tu. Andaeni kila mtu ambaye ana jambo lake, usikae na hilo dukuduku. Lifanye tulijue tu, tumjue na huyo anayefanya uonevu. Usikae nalo. Fanya tulijue na tumjue na huyo anayefanya hivi. Asikia wale wengine wanaandika, sasa mbona anaongea kwa kufokafoka? Huyu atachukiwa huyu. Nani kawaambieni mimi nakuja kupendwa hapa? Lazima na hiki kitu hiki na kuna wengine kitawatoa kazini. Kupuuza shida za watu, kwamba mwananchi ameshaifikisha shida ndani ya ofisi ya serikali alafu inapuuzwa hiyo shida.
Sasa hivi tunatoa muda wa maelekezo, lakini tutafika muda yeyote anayefikishiwa shida na anaipuza atakuwa ameungana na wale wanyang'anyi. Hii mambo ya kuoneana haya, hii hapana. Tunataka kero ikifika ofisi ya serikali ipatiwe ufumbuzi. Haijapata ufumbuzi katika ngazi hiyo, serikali, ofisi ya serikali ya ngazi hiyo ipeleke hatua inayofuata kwa ajili ya ufumbuzi. Huyo ndo maana ya ugatuaji wa madaraka. Hapana kupuuza hoja, hapana kupuuza kero. Hawa watu wanahitaji uwezesho tu, hawajataka hela, wanahitaji uwezesho wa mazingira. Fedha wanataka kutafuta wenyewe. Kwa hiyo tutaifanyia hiyo kazi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na bahati nzuri mtafute RPC, nitawapa namba leo hapa tukitoka, na wapa mtafute huyo mama leo, mkaoneshwe hilo eneo leo, muanze kuhesabu siku 7 kuanzia dakika nilipotoa haya maelekezo. Ikizidi pelekeni magreda ya kubomoa, bomoeni vibanda vyake hivyo, mkabidhini ule mama, alafu amfanyie fujo aone. Tuwezi tukawa tunaruhusu watu wananyanyasa wenzao. Nani kakwambia wewe ukiwa na hela nyingi umeshakuwa Mtanzania na nusu na wenzako ni nusu wa Tanzania? Gilly Bonny Online TV.